Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo duniani, amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Tukiwa tunaendelea na darasa zetu mbalimbali, darasa muhimu kabisa, tunazofunzana mambo mbalimbali muhimu kabisa katika maisha yetu, na leo nataka nikakufundishe namna gani utamsaidia mgonjwa aliyerogwa kupitia athari zake. Nikiwa na maana kuna watu wanarogwa kwa kuchukuliwa nywele zao ama sehemu ya vitu vinavyotokana na mwili wao, aidha nywele, aidha amekatwa kucha, ama aidha imechukuliwa athari ya nguo aliyokuwa amevaa, ama aidha umechukuliwa unyayo wake aliyokanyaga, ukachota ule unyao ukaenda kufanyiwa swala la uchawi, ama akaenda kurogwa kupitia vitu hivi nilivyovizungumza hapa. Na haya yanatokea mara kwa mara. Tunasikia kuna mtu anasema mimi nimeamka nimenyolewa kichwani, ama nimenyolewa sehemu zangu za siri, ama mwingine anakwambia mimi nimelala nimetafuta nguo yangu ya ndani sijaiona, imepotea moja kwa moja. Wakati mwingine vitu hivi vinachukuliwa ili mtu kwenda kufanya masala ya uchawi. Sasa aliyerogwa kwa kupitia vitu hivi ikawa mambo yake ni mazito, mambo yake ni magumu, au anaumwa maradhi anapitia makubwa kabisa, insha al-Maula jalla jalaluhu, leo nataka nikakufunze namna gani utakavyomsaidia mgonjwa huyu, ama utakajisaidia wewe mwenyewe ikiwa wewe ni muhanga wa matatizo haya. La kwanza kabisa, tafuta vitunguu maji vitatu vikubwa. Tafuta vitunguu maji vikubwa, vio vingapi? Vio vitatu. Alafu tafuta kitunguu saumu kimoja kikubwa, lakini kizuri, sio vile vya Kichina hivi vitunguu vyenyewe, vile vitunguu saumu kile chenyewe unachukua kimoja. Alafu baada ya hapo tafuta ndimu tatu. Sasa hivi vitu unavitengeneza vizuri. Kitunguu saumu unatoa zile magamba yake, ama kitunguu maji unatoa tu kidogo yale magamba ya juu, kukiacha kibakie katika uhalisia wake. Baada ya hapo hivi vitu vitatu, ndimu utazichukua utazikatakata. Baada ya kuzikatakata zile ndimu na kile kitunguu saumu nacho utakikatakata, na kitunguu maji ukakikatakata. Bora zaidi ni kubrendi hivi vitu, yani vyote unavisaga mpaka vinakuwa maji kabisa. Baada ya kuwa vimeshakuwa hivi maji, unachukua ile juice ya hivi vitu ulivyovifanya, unavitia katika ndoo ya maji. Baada ya hapo unachukua maji yako safi ya kawaida, unamimina katika ile ndoo yako ya maji. Sasa basi, kama unajua kusoma Qur'ani, kama we ni mjuzi wa kusoma Qur'ani, maji yale uliyoyachanganya hivi vitu unatakiwa uyasomee suratul Fatiha mara 83, yani suratul Fatiha 83. Kama haujui, sasa unaweza ukamfuata ustadhi ama shekhe unayemfahamu akakuandikia, yani akaandika suratul Fatiha, suratul Falaq, yani qul a'udhu birabbil falaq ama qul a'udhu birabbin nas, akaziandika katika karatasi kwa kutumia wino wa zafarani, ukaenda kuzirowesha katika yale maji. Ila kama unajua kusoma, kama unajua wewe kusoma, ama una rafiki yako, una ndugu yako, kaka yako, yoyote yule ambaye anajua kusoma, akayasomea yale maji suratul Fatiha 83 katika yale maji. Haya maji ni dawa kubwa kabisa kabisa, ndugu yangu, kwa mtu aliyerogwa uchawi unaotokana na athari zinazotokana na yeye, kama nilivyotangulia kusema. Sasa vipi anafanya haya maji? Haya maji anatakiwa akayaoge, lakini pahala anapotakiwa kwenda kuoga ahakikishe pamekuwa ni pahala safi, hapana najisi, na ni pahala ambapo anapokoga yale maji yanaweza yakaporomoka chini yakaingia chini ya ardhi, kwa maana yakifika chini yazame. Usiogee juu ya tiles ama usiende kuogea chooni. Wallahu aalam, Allah ndiye mjuzi zaidi, lakini hili ni katika moja ya dawa mujarrab sana kumsaidia mtu aliyerogwa katika njia hizo. Kuna mtu anarogwa kwa athari yake, mambo yake yakawa magumu, riski zake zikawa nzito, anajitafuta hajipati. Kuna mtu anarogwa kwa njia hii, maradhi yakamwandama, akawa na maradhi makubwa, maradhi mazito, maradhi yasiyosikia dawa, anarogwa katika njia kama hii. Sasa hili zoezi unatakiwa ulifanye kwa muda wa siku 7 mfululizo, pasi na kukosa hata siku moja. Ukifanya siku 7, ndugu yangu, ikiwa wewe utakuwa uliamka ukakuta nywele hakuna, ama uliibiwa nguo yako katika mazingira kutatanisha, ama ulikatwa kipande cha nguo, ama ulichotwa unyayo, una hakika na hivi, basi njia ni hii, ndugu yangu. Vitunguu maji vikubwa vitatu. Baada ya vitunguu maji vikubwa vitatu, chukua ndimu zako 3, alafu chukua kitunguu saumu kimoja, vibrendi hivi vitu, vichanganye na maji katika ndoo, vipigie suratul Fatiha 83 kama unaweza. Huwezi, andika suratul Fatiha, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbi an-nasi,
roanisha katika yale maji. Haya maji unatakiwa uyakoge kwa muda wa siku 7. Haya maji unatakiwa uyakoge kwa muda wa siku 7, na ni vyema kila siku ukatengeneza. Yani kwa mfano kama leo umetengeneza, umeoga yale maji, kesho tengeneza tena, oga yale maji, kesho kutwa tengeneza tena, koga yale maji. Wakati gani ni muhimu kufanya tukio hili? Hili tukio linapendeza unapokuwa unalifanya iwe ni nyakati za mwisho unaelekea kulala. Hili ni tukio unaweza ukalifanya zimebakia muda mchache kwenda kulala. Na hii naomba nikufahamisha ya kuwa hata kama ulikuwa unaota ndoto alafu ndoto zako hauzikumbuki. Kuna baadhi ya watu wanapata ndoto lakini ikifika asubuhi anakuwa ndoto zile alizoziota usiku amezisahau. Sasa kama una shida ya kusahau ndoto, yani unaota usiku, asubuhi ukiamka hukumbuki ulichokiota, ndugu yangu, hii ni moja katika dawa zina maajabu makubwa. Hii inatibu nuksi, zile nuksi sugu zilizoshindikana. Hii inatibu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mikosi ya mwili ya katika mwili, hii ni mujarabu kutibu mikosi ya mwili. Giza la mwili, hii ni mujarabu. Kijicho pamoja na hasadi katika mwili ni moja katika best way ambayo unaweza ukaitumia, na insha al-Maula jalla jalaluhu ukapata matokeo yaliyokuwa bora, matokeo yaliyokuwa mazuri kupita kiasi. Kwa hiyo kama una shida ya kukumbuka ndoto, pia hii unaweza ukaitumia. Na hata wale ambao wanaota ndoto kila siku, ndoto mbaya, anafukuzwa na nyoka, anafukuzwa na mbwa, anapigana na mapaka, ana mandoto yale ya kutisha, mandoto ya kukatisha tamaa, mandoto zinamkatisha mtu tamaa. Hii ndugu yangu mujarrab sana. Sidhani kama kuna mtu atakosa kitunguu maji, sidhani kama kuna mtu atakosa kitunguu saumu ama ukakosa ndimu. Nani anakosa vitu hivi? Vitu vinapatikana na ni mujarabu sana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama una shida haya niliyozungumza hapa, ama umeshawahi kutokewa na moja katika matatizo haya, kuchukuliwa nywele, unyayo, ama kuchukuliwa athari inayotokana na nguo yako, alafu mtu akaenda kukufanyia, ukitenda haya umemmaliza kabisa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mwili wako, kiwiliwili chako kitabakia safi, na utashangaa kuona mambo yanafunguka katika mwili wako biidhni rabbi alalamin. Kumbuka ya kuwa ndugu yangu, tabibu mkuu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapokwenda kutenda mambo kama haya, unapokwenda kutenda matendo kama haya, mtangulize Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbele, utawakal kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na uamini yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mponyaji, na hizi ni asbabu tunazozitumia ili kwenda kupata shifa. Watu wengi wamekuwa wakilalamika matatizo haya, kunyolewa nywele, kuchukuliwa nguo zao na kuchukuliwa athari zao. Tiba ni hii ndugu yangu, ina maajabu makubwa kabisa. Mchanganyiko huu ukisomea suratul Fatiha hizo 83 ni mujarabu mno katika kukusaidia kuondosha mitihani, misuko hiyo unayopitia biidhni rabbi alalamina. Shukran lakum, jazakumullahu khair. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Mwembe Mtengu, karibu kabisa na Twangoma. Ama unaweza ukatutafuta kwa namba 0787552211 ama ukatutafuta kwa 0679252211 ama ukatafuta kwa 0755577022. Shukran lakum, jazakumullahu khaira.